Kwa jina naitwa Jay Msangi na ni mkurugenzi wa kampuni ya Hall of Fame Boxing Group. Lakini pia ni promoter wa mchezo wa ngumi nchini Tanzania. Wengi mnanifahamu kwa mapambano makubwa ambayo niliweza kuandaa nchini Tanzania kati ya Hassan Mwakinyo dhidi ya Arnold Tinampay kutoka nchini Philippines, Francis Cheka, mabondia wote wakubwa nchini Tanzania. Nimeandaa mapambano yao nchini hapa. Leo nimekuja hapa nilipo kuzungumza nanyi waandishi, lakini kubwa zaidi kuzungumza na Watanzania na mashabiki wa mchezo wa ngumi nchini Tanzania kuhusu sakata la Amos Mamakula ambaye ni CEO wa kampuni ya Kazi Promotion dhidi ya Azam Media, ambalo pambano hili sakata hili limekuwa la sitomfahamu kubwa. Wengi wanataka kufahamu nini kilichokuwa kinaendelea na hatma ya kesi hii ambayo ilifunguliwa na bondia Amos Mamakula dhidi ya Azam Media. Naomba kwanza niwape kidogo historia ndogo tu. Amos Mamakula ni nani kabla sijafikisha katika swala lenyewe linalokuleta hapa. Amos Mamakula ni mdau mkubwa wa mchezo wa ngumi nchini Tanzania, lakini mmoja wapo kwamba Amos Mamakula alikuwa ni bondia amateur ambaye ameweza kuipeperusha bendera ya Tanzania katika mechi za kimataifa kuliwakilisha taifa la Tanzania. Lakini pia Amos Mamakula alikuwa ni bondia professional ambao anasema bondia wa ngumi za kulipwa ambaye amecheza mechi nyingi ndani na nje ya nchi na kuliwakilisha taifa la Tanzania na kuimbiwa nyimbo ya taifa katika mataifa makubwa nje ya nchi. Kwa hiyo ameweza kuitangaza Tanzania kupitia michezo. Lakini Amos Mamakula pia ni mjumbe wa baraza au niseme ni mjumbe wa kamati kuu ya shirikisho la ngumi nchini Tanzania, TPDRC. Kwa hiyo Amos Mamakula ameweza kuhudumia ngumi katika nyanja zote, na hili nitaka niwape tu watu wengi wamekuwa wanajiuliza Amos Mamakula ni mtu aina gani. Kwa hiyo nimeweza kuelezea kidogo history muweze kumfahamu ni nani. Lakini katika mambo yake hayo yote au katika kuhudumia mchezo wa ngumi sehemu zote ambazo alizopitia, Amos alikutana na kitu kimoja ambacho yeye aliamini ndani ya mioyo yake kwamba mchezo wa ngumi ili uweze kukua zaidi unahitaji platform ya television. Na Amos alipata wazo hili akiwa katika safari zake za kimataifa. Aliona kwamba wenzetu wanafanya nini. Amos aliporudi nyumbani alifanya andiko la television, nikisema kwamba andiko la kuandaa vipindi vya TV ambavyo vitakavyokwenda kurushwa kwenye television yoyote. Na katika andiko lile alilipeleka Azam, na baada ya Azam kulipitia andiko lile walikuwa nalo interest kwamba limewafungua kwamba waanze kuonyesha ngumi nchini Tanzania kupitia andiko ambalo Amos Mamakula alilipeleka Azam. Na Amos alianza kufanya mawasiliano na director wa kampuni ya Azam kipindi hicho ambaye alikuwa anaitwa Patrick Kaemele. Walikuwa wanawasiliana kwa email, lakini vile vile alipeleka demo, yani kuonyesha mfumo mzima wa jinsi vipindi vile vitakavyokuwa vinafanya kazi au vinaruka, au kuanzia interview za mabondia, jinsi za interview itakavyokuwa zinafanyika, lakini live itakavyokuwa inafanyika, mahojiano yatakayofanyika na kadhalika. Kwa hiyo aliweza kuonyesha mfumo mzima. Walikuwa na interest naye na walimwambia kwamba moja ya ahadi waliompa kwamba wangeweza kufanya kazi naye. Wakati mawasiliano yao yanakwenda na Amos akijua kwamba tayari kwamba anaweza kupata kazi au kwamba uweza kushirikiana na Azam kupitia andiko lile alilolipeleka Azam mwaka 2017 ndio programu hizi zilianza. Kilichotokea mwaka 2021 Azam walianza kulifanyia kazi andiko lile la Amos Mamakula, na kilichotokea Azam walianza kulifanyia kazi lakini hawakumshirikisha Amos Mamakula. Na ndipo hapo Amos Mamakula aliona kwamba sitomfahamu na kuandikia barua kuambia nimeleta wazo langu na aliona linafanya kazi kwenu, nini kinachoendelea. Hawakuweza kumjibu. Amos aliweza kutoka pale na kwenda Kosota. Kosota ni taasisi ya serikali inayodili na haki miliki, na yeye kwamba Amos Mamakula mwaka 2017 aliregister wazo lake hili katika Kosota na kuambia alichukua vipindi ambavyo vilivyokuwa vinaruka ndani ya Azam na akavipeleka pamoja na vipindi ambavyo yeye aliviandikia kuvipeleka Azam na demo yake akawapelekea Kosota kuambia kwamba wazo hili ambalo nilikuja kuliregister kwenu na nilikuwa nimeshafanya mazungumzo na Azam liweze kuruka likiwa chini yangu, lakini naona Azam wanalifanya sio chini yangu mimi. Ndipo hapo Kosota walitoa comment zao kusema kweli wazo hili ni mfanano ambayo manake linafanana. Na katika hali hii walimuomba mambo mawili, arudi akazungumze na Azam
wakishindana basi apeleke mahakamani ili mahakama ikatafsiri sheria. Na ndipo Amos aliweza kukutana na waandishi wake wa kukutana na wanasheria, na wanasheria waliweza kuandika demand notes wakitaka Azam kwamba waweze kushirikiana na Amos ambaye alitoa andiko lile au wazo lile, na hata kama watashindwa hivyo basi watawapeleka mahakamani. Na Azam hawakuweza kujibu ile demand notes, na Amos hakuwa na njia nyingine pekee zaidi ya kulipeleka wazo lile mahakamani ili mahakama ikatafsiri sheria. Na alipofika mahakamani, ambayo ilikuwa mahakama ya wilaya ilipitia vielelezo vyote, ikiwa na maana kwamba lile andiko, zile email ambazo walizokuwa wanawasiliana nazo, lakini zile exhibit au vielelezo ambavyo Amos alivyokuwa navyo alivyowakabidhi Azam. Baada ya kupitia mahakama ya wilaya, pasipo na shaka iliweza kumpa ushindi Amos Mwamakula na kumliwadi kwamba alipwe kiasi cha shilingi milioni 250, na kwamba Azam waache kutumia andiko lile au ratiba hile ya vipindi ambavyo Amos aliweza kuiandika. Na kwamba baada ya tukio hilo kutokea, Azam hakuwa na furaha katika hilo. Kwa hiyo kilichotokea nini? Azam alisema kwamba yeye anakata rufani, na Azam alikata rufaa mahakama kuu. Na mahakama kuu na kwenda kwa spidi kidogo, mahakama kuu imepitia nayo tena ile hukumu ya kwanza ambayo ya wilaya, mahakama ya wilaya ilitoa, na ikaweza kutengua hukumu ile ikisema kwamba Azam hakutumia kazi ya Amos Mwamakula, bali alifanya kazi yake mwenyewe, na alifanya kazi yake mwenyewe. Na kwa kitu gani ulichokiangalia kikubwa? Ukiangalia kwa mujibu wa mahakama inasema kwamba ukiangalia interview za andiko la Amos la kwenye interview lilikuwa kwenye gym na sehemu zingine, lakini wao walikuwa wafanyii kwenye gym. Lakini issue ambayo ilikuwa kubwa hapa ni je, ile kazi ilikuwa ni mfanano? Unaweza uka-update. Mimi naweza nikasema kwamba inawezekana ikawa umetoa hata nyimbo ya Diamond ukajua mapigo yake, kwa hivyo kuna sehemu uka change kidogo, lakini lile wazo likawa ni la mfanano. Lakini mahakama kuu iliona kwamba sio wazo la mfanano, ingawa mahakama ya awali au mahakama wilaya ilisema wazo la mfanano na likaliwadi. Kwa hiyo hapa ndiko issue ilikotokea utata. Na nini kinachoendelea mpaka sasa hivi? Baada ya kuona majibu yale, Amos aliweza kukaa na timu ya wanasheria wake na kuliangalia kwa makini, na akaona kwamba kuna makosa au kuna vitu ambavyo labda mheshimiwa hakuviweza kuvipitia vizuri, na walichoamua kwamba sasa hivi wanakwenda kukata rufani. Tayari Amos Mwamakula kupitia promotion yake ya Kazi Promotion wameshaandika intention to file appeal, yani kwamba nia ya kufile appeal. Na hivi tunavyozungumza siku hizi, jana juzi ameweza kupata dokumenti zake zote kutoka mahakamani, nikimaanisha decree na judgment. Kwa hiyo tayari kwamba ana document enough za kwenda ku appeal au kukata rufani kwamba kwa mahakama kuu utenguzi waliofanya wa mahakama ya wilaya kwamba ubatilishwe. Kwa hiyo katika hali hiyo basi, nataka kuwafahamisha tu kwamba mashabiki wa mchezo wa ngumi, hii ndio historia kubwa ya mchezo wa ngumi, au ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Na nataka niliweke hili clear, especially kwa mabondia wa Tanzania. Wengi nimeona mnafanya press mkimlaumu Amos Mwamakula kwamba anazuia mchezo wa ngumi. Lakini mimi nataka niwafahamishe kwamba Amos Mwamakula ndiyo aliyekuwa mkombozi wenu katika ngumi, kwa sababu andiko lake ndilo limewafanya nyinyi muweze kuonekana kwenye TV, limefanya nyinyi ndio muweze kuonyesha skills zenu na talent yenu, na wengine mmepata fursa mpaka kuwa mabalozi kupitia kwenye kama ukiangalia bondia Twaha Kiduku amekuwa balozi wa Azam, Maji Uhai nafikiri anatangaza kupitia fursa imetoka kupitia kwenye hili andiko. Kwa hiyo mabondia inawezekana mkao na lack of knowledge au kutoweza kuelewa kwamba nini kilitokea mwanzo. Amos sio mtu niseme kwamba mnaweza kama ni kijana, lakini ni kijana ambaye very intelligent na ni hazina kubwa kwa taifa hili, kwani kwa andiko lake na registration alizozifanya na follow up aliyoifanya mpaka pambano maonyesho haya yanaonekana ni kitu ambacho natakiwa apewe pongezi. Sio kusema kwamba
sijui nitumie neno gani ambalo linaweza kusema linaweza likafiti, lakini tusimlaumu, na kwamba kwenda mahakamani ni kwenda kudai haki yake ya msingi, na ndio maana mahakama ya wilaya iliona hiyo haki ya msingi, na ndio maana mpaka sasa hivi anakwenda kuendelea kupambana kupata haki yake. Mimi nafikiri kwamba kifupi, labda hapo inawezekana mmeshanielewa kwamba nini kilichotokea na kwa nini Amos Mwamakula ameweza kufungua kesi hii. Lakini vile vile Watanzania wengi wamekuwa wanasema kwamba ngumi zilianza. Nimemsikia hata kuna kiongozi mmoja anasema ngumi zilikuwepo tangu za kina Mike Tyson. Sawa kabisa, tunakubaliana ngumi zilianza tangu za kina Mike Tyson.